这是一个关于旅行的故事。道路无法抵达的地方，我们一同乘风而行。Nuh aliweza kuanzisha maisha yake na kuwa mfalme wa bahari na kuwa kama kiongozi wa viumbe wote wa bahari, na alibahatika kupata watoto. Lakini kadri siku zilivyozidi kusonga na maadui walizidi kuongezeka, Nuh alijua kuwa sasa dunia ilikuwa katika hatari kubwa. Alijua kuwa mawimbi ya bahari hayakuwa tu ishara za mabadiliko ya kawaida, bali ilikuwa ni onyo la jambo kubwa linalokuja. Aliangalia anga la juu kwa makini, akiona mwangaza mkali ukianza kutokea, ukiwa unatoka mbali angani. Siwezi kuelewa. Huu ni mwangaza usio wa kawaida, alijibu Nuh, akisimama kwa ujasiri. Hii ni ishara ya kitu kikubwa kilichokuwa kinakuja, lakini hatutakiwi kuogopa. Tuna nguvu za kukabiliana na jambo lolote. Ghafla, kutoka kwenye anga za juu, alionekana kivuli kikubwa cha meli, kikiangalia dunia kwa macho ya kishetani. Nguvu za kigeni zilikuwa zikisambaa angani, na kutoka kwenye kivuli hicho kilitoka kundi la maadui kutoka sayari ya Mars. Walikuwa wakielekea duniani kwa lengo moja tu, kuharibu na kutawala. Maadui hawa walikuwa na teknolojia ya ajabu. Meli yao ilikuwa kubwa kuliko chochote ambacho waliona kwenye dunia, ikiwa na mifumo ya kivita ya kisasa. Walikuwa na silaha za kuharibu bahari kwa nguvu za kigeni, na walijua kuwa kama wangeweza kuharibu vyanzo vya maji duniani, wangeweza kutawala sayari hii kwa urahisi. Zohara alishusha pumzi nzito. Nuh, hawa ni maadui wa ajabu. Walikuja kwa nguvu kubwa na wanataka kuharibu bahari, kitu ambacho ndicho chanzo cha maisha yetu. Ikiwa watafanikiwa, dunia itaangamia. Lina alikusanyika kando yao, akionyesha uso wa hofu. Hii ni vita kubwa. Hatuwezi kukubali kuona bahari yetu ikiharibiwa. Tuna nguvu za kupigana, lakini tunahitaji kuungana na kila mmoja wetu ili kushinda. Dunia yetu inategemea bahari, na hawa maadui wanataka kuharibu kila kitu. Nuh alijua kuwa hakukuwa na wakati wa kuchelewa. Alikuwa na jukumu kubwa mbele yake, lakini alijua kuwa familia yake na dunia nzima walitegemea imani yake, ujasiri wake, na nguvu ya kushirikiana. Hatutakubali kuona bahari yetu ikiharibiwa, alisema kwa sauti ya kimoyo, akikusanya nguvu zake. Tutashirikiana na dunia nzima kupambana na hawa maadui. Bahari yetu ni sehemu ya sisi sote, na tutahakikisha kuwa tutailinda kwa gharama yoyote. Wakiwa wanatazama maadui hawa wakielekea dunia kwa kasi, Nuh, Zahara, Lina na familia yao walijua kuwa safari yao ilikuwa imeingia kwenye sura mpya. Sio tu vita ya kuokoa bahari, bali vita ya kuokoa dunia. Walikuwa tayari kushikamana na kutafuta suluhisho la kupambana na maadui hawa wa sayari ya Mars. Vita hii itakuwa ngumu, alisema Nuh kwa ujasiri, lakini tutapigana. Bahari yetu, dunia yetu, ni yetu. Tutalinda kwa kila njia. Maadui kutoka sayari ya Mars walikuwa tayari kuifikia dunia kwa kasi isiyozuilika. Nuh alikusanyika na familia yake kwenye kivuli cha mti mkubwa, akijiandaa kwa vita ya kusisimua. Aliangalia anga lililojaa mawingu, na kutoka huko aliona kivuli kikubwa cha meli za kivita za maadui, zikiangusha mwanga mweupe na mkali kwenye bahari. Meli hizo zilikuwa na silaha za kisasa zilizoweza kuharibu hata maji yenyewe, na ilikuwa wazi kuwa walikuwa na lengo moja, kuangamiza vyanzo vya maisha ya dunia na kuharibu bahari. Zahara alikusanyika kando yana, akionekana kuwa na wasiwasi lakini pia na uthabiti. Nuh alisema kwa sauti ya kimoyo, tunaweza kushinda vita hii. Bahari ni sehemu ya sisi sote, na tunahitaji kushirikiana na kila mmoja wetu ili kuilinda. Dunia inategemea sisi. Nuh aliona matumaini kwenye macho ya Zahara. Hakuna jambo linaloshindikana. Bahari yetu ni ya thamani zaidi kuliko chochote kile. Tutapigana kwa pamoja, tutapigana kwa nguvu zetu zote, alijibu akikusanya nguvu. Ghafla, meli za maadui zilianza kushuka angani, zikipiga radi kali za maangamizi kwenye bahari.
Kilichoonekana kama mapigo ya mvua yalikuwa ni milipuko mikali ikitoka kwa maadui. Maji ya bahari yalionekana kutikisika, na kila wimbi lililovuma liliashiria kushambuliwa kwa nguvu za ajabu. Dunia ilikuwa ikijua kuwa ilikuwa kwenye mapambano ya mwisho. Lina alionekana kuwa na wasiwasi. Alikuja karibu na Nuh na Zahara. Tuna nguvu za kutosha kupambana nao, lakini hatuwezi kushinda bila mpango madhubuti. Tunahitaji njia ya kujilinda. Tunaweza kuungana na watu wengine duniani. Tunahitaji kushirikiana na makundi mengine ili kuwa na nguvu ya kupigana nao. Nuh alizungumzia kimoyo, tunaweza kupata msaada. Duniani kuna watu wengi wenye mapenzi mema. Tutahitaji kuungana na wanasayansi, wanajeshi, na kila mtu aliye tayari kupigana. Hii si vita ya mtu mmoja. Tunahitaji umoja wa dunia nzima. Meli za maadui zilijua kuwa kizingiti chao kikuu kilikuwa bahari, na walikuwa wakitumia silaha za kisayansi kuharibu mfumo wa maji. Hata hivyo, Nuh na familia yake walikuwa tayari. Walijua kuwa kulikuwa na njia za kupambana na maadui hawa, na walikuwa wamejiandaa kwa vita hii ya kusisimua. Kwa ushirikiano wa kila mmoja, walijua kuwa kila hatua ilikuwa ni muhimu. Zahara alizungumza tena, tunaweza kutumia sayansi yetu, kutumia teknolojia ya zamani pamoja na mpya. Tutalinda bahari yetu kwa nguvu zetu zote, lakini pia kwa akili yetu. Dunia yetu inategemea tunachofanya sasa. Nuh alijibu kwa shujaa, tutapigana kwa kila njia. Si tu kulinda bahari yetu, bali pia kulinda maisha yetu. Huu si mwisho, bali mwanzo wa dunia mpya. Dunia ya mabadiliko, dunia ya umoja. Kwa haraka, familia ya Nuh ilikusanya timu ya wataalamu, wanasayansi, na wanajeshi ambao walikuwa tayari kushirikiana. Walianza kuunda mbinu za kuzuia mashambulizi ya maadui na kujaribu kutengeneza silaha zinazoweza kulinda bahari kutoka kwa shambulizi la kigeni. Sisi ni nguvu kubwa zaidi kuliko maadui hawa. Bahari yetu itashinda, alisema Nuh kwa uthabiti, macho yake yakiwa na mng'ao wa imani. Wakiwa wanajiandaa kushiriki vita kubwa, walijua kuwa dunia ilikuwa inategemea juhudi zao. Kila mmoja alijua kuwa huu ni wakati wa kujitolea, wakati wa kuungana, na wakati wa kushinda vita hii kwa kutumia nguvu ya mshikamano wa ulimwengu mzima. Bahari ilikuwa zao la dunia, na walikuwa tayari kulinda na kuilinda kwa gharama yoyote. Vita dhidi ya maadui kutoka sayari ya Mars viliendelea kwa kasi ya ajabu. Nuh na familia yake walikuwa kwenye kivuli cha mti mkubwa, wakichambua mbinu za kupigana na kuilinda bahari. Meli za maadui zilikuwa zikirusha makombora makali angani, yakilipua mawimbi ya bahari kwa nguvu kubwa. Bahari, ambayo ilikuwa ni chanzo cha maisha ya dunia, ilikuwa ikishambuliwa na vimbunga vya maangamizi. Kwa upande mwingine, anga lilikuwa limejaa meli za kivita za Mars, zikishuka kwa kasi. Meli hizo zilikuwa na uwezo wa kufyonza nishati ya maji, na walikuwa na silaha za kuvuruga mifumo ya maji duniani. Kila mvumo wa bahari ulikuwa unahitaji ulinzi zaidi. Dunia ilikuwa ikielekea kwenye hatari kubwa. Zahara alikusanyika karibu na Nuh, akionekana kuwa na wasiwasi lakini pia na ujasiri wa kushinda. Nuh alisema kwa sauti ya kimoyo, hatuwezi kuendelea kudumisha utulivu huu kwa muda mrefu. Mawimbi ya bahari yanashambuliwa, na maadui hawa wanatuweka kwenye shinikizo kubwa. Lakini tunahitaji kuwa na mbinu za haraka. Nuh alijua kuwa sasa ni wakati wa kuchukua hatua madhubuti. Aliangalia meli kubwa za maadui, akijua kuwa dunia ilikuwa inahitaji kila sehemu ya nguvu yao. Tuna nguvu za kutosha kupambana nao, lakini lazima tuungane. Dunia nzima inahitaji kushirikiana. Hatuwezi kushinda vita hii kama kila mmoja wetu atakuwa kivyake. Kwa haraka, Nuh alikusanya wanasayansi, wanajeshi, na wataalamu wa teknolojia ili kutengeneza silaha za kujilinda dhidi ya mashambulizi ya maadui. Kila mtu alikuwa na jukumu la kuhakikisha kuwa bahari, ambayo ilikuwa ni chanzo cha maisha, inakuwa salama. Lina, akiwa amekalia jiwe la mwamba kando ya bahari, alisema kwa sauti ya nguvu, Nuh, kunaweza kutumia mifumo ya kisayansi ili kulinda maji. Tuko tayari kuunda mashine za kuzuia shambulizi hili,
lakini tunahitaji msaada kutoka kwa kila taifa duniani. Nuh alijibu kwa sauti thabiti, tutalinda bahari yetu. Kunahitaji kushirikiana na dunia nzima. Bila ushirikiano hatuwezi kushinda. Dunia yetu inategemea bahari na tutapigana mpaka mwishowe. Kwa ushirikiano wa wanasayansi, wanajeshi na wataalamu, walifanikiwa kutengeneza silaha za kisasa zinazoweza kuzuia mashambulizi ya maadui. Meli za kivita za Mars zilipofika juu ya bahari, waliona mifumo ya kujilinda ikiwekwa ili kupinga makombora yao. Lakini maadui walijua kuwa vita hii ilikuwa mbali zaidi kuliko walivyokuwa wanavyotarajia. Katika kivuli cha vita, maadui walitumia silaha za kishetani, wakilenga sehemu muhimu za bahari na mifumo ya maji. Walijua kuwa maafa yaliyosababishwa na vita hii yangeliathiri dunia nzima, lakini walikuwa tayari kuendeleza shambulizi lao. Hatufai kurudi nyuma, alisema Nuh akitabasamu kwa imani. Bahari yetu ni yetu. Dunia itajua kuwa tutaishinda vita hii. Meli za maadui zilianza kurudi nyuma, zikijua kuwa walikuwa wameshindwa. Silaha walizozitumia zilikuwa na nguvu, lakini umoja wa dunia ulikuwa umepata ushindi. Maadui walijua kuwa walikuwa wameshindwa na nguvu ya mshikamano wa ulimwengu. Nuh aligeuka na familia yake, akijua kuwa vita hii ilikuwa ni ushindi wa umoja, na kila mmoja alikuwa sehemu ya kushinda. Hii ni ushindi wa dunia nzima, alisema kwa furaha. Tulilinda bahari yetu, kulilinda maisha yetu. Kwa kutazama bahari, walijua kuwa hatari ilikuwa imepita, lakini walikuwa wameshinda kwa mshikamano na nguvu ya dunia nzima. Dunia ilikuwa imejua kuwa bahari ilikuwa sehemu ya maisha, na ilikuwa salama tena. Dunia ilikuwa imepata pumzi baada ya kushinda vita ya maadui kutoka sayari ya Mars. Bahari, ambayo ilikuwa ni chanzo cha maisha, ilikuwa salama tena, lakini Nuh na familia yake walijua kuwa vita hii haikuwa mwisho. Walijua kuwa hatari zingine zilikuwa zikikaribia, na walikuwa wakiingia katika kipindi kipya cha utulivu na ujenzi wa dunia mpya. Nuh alikusanyika na Zahara na Lina kando ya bahari. Hali ya hewa ilikuwa nzuri, mawimbi ya bahari yakigonga kwa utulivu. Ulimwengu ulikuwa ukiishi kwa matumaini, lakini walijua kuwa maisha yaliyopiganwa yalikuwa na maana kubwa. Nuh, alisema Zahara kwa sauti ya kimoyo, tulipigana kwa ajili ya bahari yetu, kwa ajili ya dunia yetu. Lakini sasa, tunahitaji kuangalia mbele. Dunia inahitaji kuungana na kuendelea kujenga mfumo mpya wa ushirikiano. Tutafanya nini ili kuhakikisha kuwa tutaishi kwa amani? Nuh alichukua muda kutafakari, akitazama mawimbi yakivuma. Alijua kuwa majibu yalikuwa ya msingi zaidi kuliko kushinda vita. Lengo letu lilikuwa kulinda dunia, kulinda bahari, na kuhakikisha kuwa hatupotezi kile kilichotuunganisha. Lakini sasa tunahitaji kujenga upya, kuunda dunia bora. Dunia yetu inahitaji kuimarika kwa msingi wa umoja na mshikamano. Lina alionekana kutafakari maneno ya Nuh kwa makini. Vita ya Mars ilikuwa ni ushindi wetu, lakini hatuwezi kuwa na amani ya kudumu kama hatutajifunza kutokana na makosa yetu. Dunia inahitaji kujua kuwa kila sehemu yake, kila wimbi la bahari, kila kidogo cha ardhi ni sehemu ya sisi sote. Hatuwezi kuishi kando kando, lazima tushirikiane. Nuh aliona kuwa Lina alikuwa na haki. Dunia ilikuwa imejua kuwa hatari za nje ni kubwa, lakini pia zilikuwa zikijua kuwa ushirikiano wa dunia ndio msingi wa kuishi kwa amani. Tutakuwa na mfumo mpya wa ushirikiano, alisema kwa sauti yenye nguvu. Tutajenga taasisi mpya ambazo zitahakikisha kuwa dunia yetu ni salama. Hakuna taifa litakalokuwa na nguvu peke yake. Umuhimu wa kila mtu utazingatiwa. Zahara alionekana kuwa na furaha, akizungumza kwa sauti thabiti. Hii ndiyo njia tunayopaswa kuchukua. Dunia yetu ni moja na haitakiwi kugawanywa. Hii ni fursa yetu ya kujenga upya, kujenga dunia ya umoja na ushirikiano.